Hapana, cheki simu mnifungue tu. Mnifungue. Huyu inabidi tuue Sasa mbona tumalizane naye. mniue? Kwa sababu vitu kama hizi Shwali Salma mbona mniue Shwali? Salma mbona mniue? Unajua tusipofanya hivyo atakuja kuita tena yule. Hapana, mbona mniue Shwali? Mbona mniue? So alafu mbona sasa tukuache uhai? Sinauliza mbona mniue? Mbona Salma utafurahia? Mimi nishai kufanya kitu mbaya Salma. Mimi nimefanya vitu mbaya sana. Yaani kwani ukumbuki hao? Umefanya vitu mbaya sana. Mimi nimekufanya vitu mbaya ngapi? Mbona mniue Shwali Salma? Lazima leo tuue. Yaani tangu mzaliwe nimeona hapa. Wewe umeamua aje? Ama mimi niwape kazi ya kumrep. Mbona mniue? Hapana. Mbona mniue haki? Mbona mnichinje? Uko na mapepo. Uko na mapepo. Sina mapepo. Mimi sina mapepo for real. Ama hawakurepo. Sasa wewe sema unataka njia gani? Hebu sema. Chagua. Okay, mimi naweza chagua basi kifo, heri mniue. Hivi Sitakubali kifo na pira. Mimi sitakubali na sitasema ukweli, mniue. Mbona mniue? Mbona mniue? Ai, mbona mniue? Mbona Makamba hapa anaweza nyonga hii. Mbona mninyonge? Mbona mniue? Mbona mniue? God Jesus. Mbona kupiga kelele? Hebu tulia. Mbona mniue? Niache. Mbona? Acha tuongee. Ita huyo mzee wako sasa kusaidia. Ita huyo mzee wako. Acha tuongee. Kwanza unatumia uchawi Ita hizo vitu zako, ita hizo vitu zako. Situmii uchawi. Situmii ongelesha huyo ni nani mwenye tulikuwa sisi hatumuoni. Uchawi. Sasa muite Situmii akuje. uchawi. Salma mbona mnifanyie Huyo ni lazima tutuue kabla waite huyo mtu wake. Maana mtu anaongelesha mtu gani? Hapana, kwani nyinyi hamjui? Mbona nani wewe sisi hatumjui ni nani? Mimi siwajui. Ulikuwa unaongea na kina nani? Ulikuwa unaongea na kina nani? Mbona unataka kuongea? Tunaongea. Huyo ni nani mwenye ulikuwa unaongea na yeye? Umefanya hadi unataka kunifuta kazi. Unajua wewe unatumia mashetani hapa. Hapana, mimi situmii mashetani. Nani wewe ulikuwa unaongelesha siongee? Ninasema, ambia huyu kwanza aache hiyo ni. Ambia kwanza huyu aache. Mwambie atulie. Hebu sema ongea haraka. Sasa mkinipeleka mbio nitaongea jeshi walia. Wewe hatuna muda, tuna kazi nyingine za kufanya. Huyu mwanamke analeta mashetani kwa msitu. Hebu sema huyo ni nani ulikuwa unamuongelesha? Vitu zenye nimeona leo nimeonea. Sijaleta mashetani. Sijaleta mashetani for real. Alafu mbona yeye wakati tu anaondoka hizo sauti tusikia alafu wewe kukushika ilikuwa ngumu. Kwani amekufanyaje? Mimi nasikia kama kichwa inaniruka. Huyu ni kumuua tu bana. Wewe Mimi kama kichwa inaniruka. Hapana. Simwache nipige urungu hapo. Hapana, mbona mnipige rungu? Acha nipige urungu hapo. Huyu tunaua. Mbona acha nipige urungu hapo. Oh my God. Dashikiki. Nini umeweka? Mimi sijaeka kitu yoyote. Ashaanza kuwaka moto. Bana tuambie nini na mbona unaaka moto kwanza? Mimi siaki moto. Hebu nikushike nione kama naaka moto. Wewe labda tu nikuchinje. Hapana. Hebu ngoja kidogo. Siwache nikushike tuone kama naaka. Acha nikushike masiara wewe. Unajua usilete masiara. Wewe na nikuchinje. Chinja huyu, chinja bwana. Chinja. Yes. Sauti tena imerudi jemazeni sasa. Tena tulieni. Sasa tulieni. Leo lazima yeye hii sauti tunaua wangu Sara. Yes mzee. Kwanza tunataka tusikie ni nani. Yes mzee. Mzee leo watu naona wanaendelea kwa kukutesa. Mzee wananitesa. Nimechoka. Naweza rudi milimani. Yes mzee. Nguvu zangu zinakataa. Wamenifungua miguu na mikono na shingo bado na nyongwa. Mlima wangu unawaka moto kwa maana unatesa mjukuu wangu. Yes mzee. Sauti leo. Nimeweza kurudi ndani ya huu msitu. Yes. Na nimejiandaa kwa mafuta yangu ya mzee Koko. Tulieni ni mzendo anaongea. Tulieni ni mzendo anaongea. Kwa kila mmoja aliye hapa mjukuu wangu. Yes mzee. Yote aliyekuguza na kuweza kuteka nyara. Yes mzee. Nitaweza kuwapa kichapo nilichompea boma lake Helen. Nitaweza kumwadhibu kwa radi. Yes mzee. Wataweza kujikuna. Yes mzee. Wataweza kuashwa mwili mzima. Amen. Maana nitaweza kuwapa kichapo cha zaidi ya miaka 7. Amen. Ndani tunaogopa, ndani tunaogopa. Wangu Sara. Yes mzee. Maana naona wanabishana na mimi mzee Koko. Yes, mimi nakusikia mzee. Maana wanasikia sauti kwa mtu anayeongea. Utatutolea huyo mtu mwenye unaongea na yeye. Niko na uwezo mjukuu wangu ya kuwageuza kuwa wanyama kwa huu msitu. Amen. Maana naweza kasirika na kubadilika kuwafanya kuwa wanyama ndani ya huu msitu. Amen.
ila sitaki kuwafanya hivyo. Maana hao ndio walioteka watu wengi nyara. Yes mzee. Kiweza kuwageuza kuwa wanyama. Hakuna yoyote ataye kujua hao ndio walikuwa wahalifu. Na mzee siwape kichapo wasema akiwa kona akina nani juu mimi nimeteseka huko ndani, wengine wako huko wanapiga nduru, wengine huku. Sasa uelewi. Mjukuu wangu Sara. Yes mzee. Maana kichapo kipo. Yes mzee. Hatimaye kitaweza kuandaliwa sababu. Maana kuweza kuteka nyara wewe mjukuu wangu. Wameweza kufanya kazi yenye mishoni. Ya kuweza kunipotezea mimi muda kama mimi mzee Koko. Yes kuweza kukosa kusaidia watu wengine. Lazima atapokea kichapo kwa siku 7. Amen. Wengine wataweza kuwashwa na moto kuwaka ndani ya mwili wao. Amen. Wataweza tamani kutoa manguo mjukuu wangu. Amen. Wataweza kutoa maana. Hichi ni kichapo kinatoka juu. Navuta kichapo kutoka juu. Amen. Kuweza kuadhibu. Uwa huyu mtu. Kwa kupitia radi. Bwana mniue. Mjukuu wangu Sara. Yes mzee. Hatimaye yote atayesungumuza jambo la kuweza kukuua. Ataweza kuona giza. Hapana, hakuna. Hatukubali utoki kwa hii msitu wewe. Hapo kesho hapa mjukuu wangu nitaweza kuondoka na wewe. Amen. Utaweza kupata mtu hayuko. Huyu tunaua. Nenda na mjukuu wangu. Ameenda wapi? Unakewashwa. Mbona tunawashwa? Bana. Mwili inawaka moto. Unasikia unawashwa kweli? Madam, hizi ni kazi gani? Wewe na hata kulauma hata pia mimi nawashwa. Yaani wewe tu unawashwa peke yako. Nini imetokea? Mbona tunawashwa? Ni labda ni shati. Umetufanyaje wewe? Mahali. Nasikia mpaka miguu. Toka. No. Hapa. Mgongo mimi unaniwasha. Nenda pale kwa Madam. Umefanya nini huko? Na mimi wapi? Umetutocha. Bana, kazi gani? Wewe wacha Gani? umeturoga. Unajua kama tutajikuna kweli. Mimi sikuwa najua. Kazi gani? Acha turoga. Na nimeoga. Huyu mwanamke si mzuri. Huyu mwanamke si mzuri. Umetuitia kazi gani? Gani hizi bana? Pesa yako. Pesa yako kanayo. Acha kanayo, sitaki tena. Mimi nimekoma. Mimi nimekoma ujambazi. Mimi naosha mpaka miguu. Unaoshwa kila mali wewe. Ninaosha mwili mzima. Kama na Unaoshwa wapi? Ni kama na chizi. Wewe unaoshwa wapi? Imezidi. Madam, kazi zingine kama hizi hapana tena. Mimi sikuwa najua kama wanatumia uchawi. Kila mali. Mbona sasa mbona sikusoma nifanye kazi ya maana? Wameenda wapi? Kazi ya majini mtu akotoweka. Nilikwambia watu wana mashetani usikii. Angalia ameenda wapi? Sauti amepotea. Wametuitia wachawi. Sauti mtu waka moto. Wametuitia wachawi. Mimi nitarudi sawa kweli. Nitakuwa tu sawa nini? Inawasha kuliko hadi mdudu mwenyewe. Inawasha. Amini mmenifanyia nini? Wamenifanyia nini? Wewe. Kanjikuna hadi chini. Bado inawasha. Wewe ulikuwa unajua. Mimi sikuwa najua kitu. Wewe ulikuwa unajua. Mimi sikuwa najua kitu.
Hizi ni vitu gani hizi? Mama. Hizi ni vitu gani leo nimeona? Leo nimeona maajabu. Leo nimeona maajabu, watu wanapotea. Sijaiona mimi naoneaga hizi vitu kwa TV. Leo nimeona maajabu. Masauti moto, watu wanawaka moto. Maajabu kweli. Watu wanapotea live. Watu wanapotea. Wewe mimi sijaiona hii. Masauti zinatoka juu ya hewa bwana. Mimi sijaiona iko maisha yangu kabisa. Mimi hii kazi hapana. Mimi hii pesa yako sitaki. Hapana. Hii pesa yako itaniua. Tumefanya kazi miaka 15 hatujapata vitu kama hizi. Yule mama mwenye kuniua juzi. Afadhali huyo. Hapana, hii imezidi. Hii imezidi. Hivi mimi mzee Koko nimeweza fikisha mjukuu wangu milimani. Hatimaye nimerudi kwa kuwapa kichapo, maana kitendo mlichokifanya inahitajika mkaweze kuadhibiwa kwa vikali. Nimeweza kuwapa kichapo ya kuweza kujikuna, na huo ndio mwanzo wa safari wa adhabu ya mzee Koko. Bado sijawaadhibu. Nataka niwaambie vijana, ninyi mnayefanya kazi ya utekaji nyara, maana niliona vitendo zenyu za ajabu. Ni wengi mlioteka nyara na kuweza kutoa sehemu za mili zao na kuweza kuuza. Ndio maana nimeweza kuwasili ndani ya huu msitu kwa kuweza kukatiza hiyo kazi mnayofanya. Nitaweza kuuliza kiongozi wenyu swali aliyewapa hii kazi. Huyo dada aliyewapa hiyo kazi, mimi nitaweza kama mzee Koko, maana nataka nikaweze kujua watu waliopotezwa na kazi zenyu hizi za kumbavu. Nitaweza kuadhibiwa msipoongea. Mliteka watu wangapi nyara? Madam jibu. Tumeteka zaidi ya watu 12. Katika msitu. Zaidi ya watu 12. Hao watu mlioteka nyara wengine mlioweka sehemu gani? Wengine niliamuru waue. Wengine tukawaficha huko mbali. Wengine tulikuwa tunawauza. Tunauza viungo zao za mwili. After wamewaua. Na mbona anaweza kuona ndani ya kio changu kinanionyesha kuna jambo mnalonificha, maana Charles mliyemzika ndani ya msitu. Na amejua. Mliyezika Charles ndani ya huo msitu. Maana msiponiambia nitaweza kumfufua na kuweza kuwasukumia, mtaweza kuishi maisha ya kuhangaika. Hapana mzee. Na kuweza kuharibu kichwa zenyu ninyi. Usifanye hivyo. Huyo tulishamua tukamzika. Mnahitaji adhabu. Hapana mzee. Samee mzee. Nikutafuta tu riziki. Nawapa kichapo tena mara ya tatu. Riziki mzee. Riziki mzee. Naongeza kichapo maana. Samee. Mlivyoguza mjukuu wangu. Samee mzee. Mlivyoguza mjukuu wangu. Maana mliweza kuzaa. Hatarudia tena mzee. Moto wa ajabu kushuka ndani ya familia zenyu. Hatutarudia tena. Samee. Siwezi nikawasamehe mimi, maana wote wanayeniona mimi mzee Koko kwa kazi ndiye fanya kutokea mwanzo. Kusamehe mchawi, hiyo ni kuhangaisha watu wanayeishi, watu wenye amani. Hapana mzee, hatarudia tena. Nitaweza kuadhibu kwa siku 7 kuweza kufunga milimani. Hapana mzee. Nitaweza kuadhibu. Tufanye nini mzee basi? Tufanye nini usamehe? Na mkizidi kujibishana kama mimi mzee Koko, nitaweza kuwageuza, kuwafanya kuwa mbuzi ndani ya huu msitu. Usifanye hivyo. Na kuweza kugeuza wengine wao kuwa mimea ndani ya huu msitu. Usifanye hivyo mzee. Wapi kiongozi wenyu? Mimi ndio huyo hapa. Jibu. Maana nilipoona alikuwa na kiburi mwanzo kwa mjukuu wangu. Tusaidie. Tunaashwa. Nahitaji nikaweza kuwatajia majina ya watu mliowateka nyara, watu 12. Ndio. Maana familia zao zinahangaika kwa kuwatafuta. Waliweza piga ripoti kwenye police station na kuweza kuwatafuta, hawajaipata. Lakini kwa kupitia mjukuu wangu Bonvi na Sarah, yoyote anayekuwa na shida kama ya utekaji nyara akaweza kuwatafuta mjukuu wangu Bonvi na Sarah,
hatimaye wataweza kunifikia mimi mzee Koko, na mtaona ninapovuta hawa watatu walioteka nyara mjukuu wangu, hivyo nitakapovuta yule yote aliyepotea ndani ya boma lao. Maana hiyo ndio kazi niliyopewa kama mimi mtume mzee Koko. Tusamehe. Tusamehe mzee, tusamehe. Maana naweza kuambia sababu hao watu mnaoona wameweza kufanya vifo za watu wengi. Huyu mwanamke ndiye alipoua mtoto wake Helen tokea mwanzo, ndio mara nikaweza kumfufua, lakini adhabu hakuweza kuridhika nayo. Niliweza kumsamehe, lakini saizi nataka kuwapa adhabu ya siku 7 ndani ya huu msitu. Wataweza kuondoka na wapa kichapo. Tusamehe mzee, tusamehe. Naongeza kichapo nyingi. Tusamehe mzee. Tunawashwa, tusamehe. Tunawashwa mzee, tusamehe. Nataka muweze kuashwa kwa vikali hadi muweze kuanza kutoa nguo. Naongeza moto Mzee, ndani ya sikia hicho hapo kichapo. mzee. Awe tunawashwa sana. Hebu tusamehe Tusamehe mzee. mzee. Nataka kuona wale watu mliowaua wote, wale watu mlioteka nyara, mkiweza kueleza mliweza kuwapeleka kwa msitu ulio wapi. Yumu ndani mzee. Kwenye huu Wengine msitu wako hapa, tu. wengine wako kwa msitu ya kule Maana kisimani. ningetaka sana mimi nikiweze kuvuta hiyo familia iliyopotea, Mzee. familia yao ikiweze kuona watu wanapohangaika. Maana hiyo ndio kazi yangu, nitaweza kuwavuta hawa watu ndani ya kioo. Hawa watu 12 mliowateka nyara na uibaji wa mifugo. Mzee. Kila mmoja ataweza kuweza kuwaona, na nitaweza kuadhibu kwa kuweza hadi miguu zikiweze kufura, Tusamehe. Sikia hapo mzee, tusamehe tafadhali mzee. na nitaweza kuwapoteza ndani ya huu msitu. Najua tulikosea, tusamehe. Sasa tusamehe tafadhali. Nazungusha radi yangu kwa kila mmoja, nazungusha radi yangu kwa nguvu za mzee Koko. Naishusha radi kwa kuweza kuadhibu kwa vikali. Mzee, tusamehe. Maana hiyo ni mzee. hasira mliofanyia Tusamehe. mjukuu wangu. Tusamehe. Naongeza kichapo. Tusamehe mzee, tusamehe. Naongeza kichapo nyinyi Samehe. mlioteka mjukuu wangu nyara. Na kwa kazi Jamani, mnayofanya utekaji tunawashwa, nyara, tusamehe. Tusamehe, nina hasira mzee. sana mimi mzee Koko. Pokeeni kichapo. Mzee, imetosha. Mzee, imetosha, tusamehe. Mzidi kupokea kichapo hadi siku 7 ziweze kuisha. Kumbe mimi nawashwa mwili, sio miguu, sio mikono, si kila pahali. Na huyo aliyefanya kwa kumteka mjukuu wangu nyara, ule aliyekuwa anataka kuweza kumuua, Tusamehe. nitaweza kumfanya kuwa kipofu. Maana nina hasira sana na yeye. Maana huyo ni mjukuu wangu aliyeteka nyara, na watu wengi sana wameweza kuteka nyara na vifo zao za ajabu. Nitaweza kumfanya kiongozi wenu kuwa kipofu na waadhibu kwa vikali. Mkaweza kupokea kichapo kwa kutoka kwa mzee Koko. Tusamehe mzee. Naandaa radi ndani ya huu msitu kwa kuweza kuwateketeza ndani ya huu msitu. Tusamehe mzee, tusamehe. Msiponyenyekea, naandaa radi ndani ya huu msitu. Tumenyenyekea, Basi tumenyenyekea. tusamehe, mzee, najua tusamehe. Mkaweza tulifanya kujikuna makosa. mkipokea kichapo kama Makosa mmepiga mzee, magoti. tutafanya hiyo kazi tena mzee. Nataka mkaweza kupiga magoti ambapo mnaweza kupokea kichapo. Mzee, Mzee. tusamehe mzee. Kila mmoja akaweza kupiga magoti yake chini, maana Mzee. naongeza kichapo msipofanya nilivyosema mimi mzee Koko. Tunapiga magoti. Tumepiga magoti mzee. Kila mmoja basi. aweze kujieleza sehemu aliyotoka. Maana nyinyi ni watu tofauti, mmekutana kwa hii kazi. Nataka mkaweze kueleza. Mimi ni Salma, nimetokea kule Kosti. Mimi ni Mswahili. Nimeona ndani yako kuna uchawi uliotengenezwa, uliochanjiwa kwa kuweza kulaghai wanaume za watu na kuweza kuwatapeli na kuweza kuwaua. Maana vifo mingi umehusika nazo. Nisamehe basi mzee. Salma, hautaweza kusamehwe, utaweza kupokea kichapo. Pokea kichapo cha radi. Mimi nawashwa. Unatufanya nini kila pahali vitu? Radi ikaweza kuzunguka mwili wako. Hao waliopokea hiyo kazi, nitaweza kuwapa kichapo zaidi. Na maana kabla ya wale watu kupatikana, watu 12 mliowateka nyara, hao
watu 12 si watu wazima. Mliweza kuteka watoto wenye umri wa miaka 10 kurudi chini. Ni ukweli ama si ukweli? Ni ukweli mzee, ni ukweli. Hawa watoto mliowateka nyara, mtakapopokea kichapo zaidi ya siku 7, zisiishe siku 7 kabla ya hawa watoto wajeza kupatikana. Sawa.